Mimi naitwa mchungaji Dr. Titus Mkama, mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG hapa Ilala Mission Center, Dar es Salaam. Marehemu mchungaji Dr. Emmanuel Lazaro, kwanza kabisa yeye ndiye ambaye aliyeniongoza mimi sala ya toba. Ndiye aliyeniongoza mimi sala ya toba, kwa maana hiyo ni kwamba huyu ni baba yangu wa kiroho. Niongoza sala ya toba, kaniwekea mikono, nikajazwa Roho Mtakatifu siku hiyo hiyo, na tangu wakati huo nikaendelea mbele mpaka sasa hivi, na amekuwa pia mlezi wangu wa karibu tangu nilipoanza huduma mwaka wa 73 hapa TAG Ilala. Amekuwa akija akinitembelea kuhubiri. Tulikuwa wakati huo darasani na alikuwa anakuja hapa na hubiri. Kwa hiyo akawa ni mzazi wa karibu kwangu kiroho. Pili, Mzee Lazaro ndiye ambaye aliyenipa scholarship, tafutia scholarship ya kwenda kusoma Marekani mwaka 80. Kwa hiyo nikawa Watanzania wa kwanza kwenda kusoma Marekani, lakini scholarship aliyotafutia ni marehemu Lazaro. Tatu, Mzee Lazaro ndiye aliyeniwekea mikono kuwa mkurugenzi wa idara ya vijana, ambayo nimetumika kwa muda wa miaka 23. Kwa hiyo tokea hapo naweza kusema kwamba Mzee Lazaro katika utumishi alikuwa ni mtumishi ambaye kwanza hakuwa na upendeleo, na hakuwa mtumishi ambaye alikuwa na nia makuu. Mzee Lazaro alikuwa anaweza kula chakula chochote, alikuwa anaweza kulala mahali popote akikaribishwa kwenye huduma. Hakuwa na complication ya aina yoyote, na moyo wake na hamu ya moyo wake ilikuwa ni kuona Watanzania wakimgeukia Mungu na kumwishia Mungu. Hiyo ndio hamu yake, na kwa sababu ya hiyo hali ambayo alikuwa nayo, wito aliokuwa nao kwa ajili ya Watanzania, hakutulia. Alikuwa mtu wa kukimbizana huko na huko, kufanya mikutano ya uamsho, na mara nyingi akisimama kuhubiri anasema Yesu yu hai leo. Naona kwa hiyo alikuwa anapenda sana kumdhihirisha Yesu kwa Watanzania, na kwa kweli kupitia utumishi wake, na akiwa ni askofu mkuu wa kwanza wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Mwafrika. Kwa kweli hili kanisa ametoka nalo mbali, kwa makanisa machache sana na washirika wachache sana. Nakumbuka saa zingine kwenye mkutano au conference za wachungaji utakuta tuko labda 50, unaona, lakini alituchukua hivyo hivyo na kutulea hivyo hivyo mpaka tukakua, mpaka tukaongezeka. Na hata baada ya kuacha kustaafu kwenye waskofu, aliliacha kanisa likiwa katika hali nzuri, na ongezeko lilikuwa ni kubwa kulinganisha na alipoanza yeye. Kwa hiyo utumishi wake kwa kweli ukawa ni utumishi uliotukuka sana tu. Alitembea hata katika nchi yote hii na hata nchi za jirani. Nakumbuka kwamba TAG ndio mzazi wa kanisa la pale Kenya, litokana na Tanzania.
baada ya Watanzania ambao walikuwa na mzigo na wito wakaenda kama missionary. Alikuwa Mwakyusa, Abisaro Mwakyusa na mchungaji Simon Maria, ndio ambao walikuwa waasisi wa kanisa la KG kule Kenya. Kama kiongozi wa kiroho, kwanza alikuwa ni mtu ambaye ana upendo kwa watu. Alipenda watu, alikuwa na ushirika mzuri na watu, na alipenda kuwa karibu sana na watu. Bila yani, pamoja na ile heshima yake kwamba ni askofu, lakini alikuwa ni mtu wa kujishusha sana sana tu na kuwachukulia watu kama jinsi ambavyo walivyo. Na ni fundisho gani kubwa umejifunza kutokana na maisha ya Rev. Dr. Emmanuel Lazaro? Ninachoweza kusema ni kwamba kitu ambacho naweza kusema nimejifunza kutokana na maisha ya huyu mtumishi wa Mungu ni kutokupenda mambo makubwa. Ni kwamba utumishi ni kujishusha, sio kujinua na kujivaa kama wewe ni mtu bora sana. Yeye alikuwa ni mtu wa kujishusha sana sana tu. Kwa hiyo alafu pia huyu mtumishi alikuwa mtu ajabu. Alikuwa na kipawa ambacho sijui kama sijaona. Yeye kwenye eneo la kuombea Roho Mtakatifu, Lazaro akifundisha Roho Mtakatifu, hakuwa nawekea mikono watu, ila tu atasema wanaohitaji ujazo Roho Mtakatifu, kama ni kusimama wasimame, na wakisimama naambia haya, pokeeni Roho Mtakatifu huko huko waliko, na wanajazwa Roho Mtakatifu huko huko. Hawagusi wala hawaiti mbele saa zingine, na hata akiwaita mbele yeye atasema tu pokeeni Roho Mtakatifu. Nakumbuka safari moja alitutembelea wakati bado tuko hapo darasani kwenye darasa hapo shule ya msingi Lala Boma, akafundisha. Tulikuwa tu kama 50 hivi wakati huo. Alipomaliza akasema wanaotaka ujazo Roho Mtakatifu wasimame. Wakasimama. Akasema mje hapa mbele. Akasema mnapotembea utoka hapo mpaka hapo huo umeshajazwa Roho Mtakatifu. Na kwa kweli watu walipokea hapo kabla ya kufika hapa mbele. Na nakumbuka mama mmoja alijazwa Roho Mtakatifu, yeye akaanza kuwekea mikono watu wengine na hakuna mtu aliyemwambia. Lakini kwa kweli hicho alikuwa na kipaji cha tofauti sana kuhusu kuombea watu ujazo Roho Mtakatifu. Kwa kweli, pamoja na kwamba kifo hakizoeleki, lakini tukirudi katika ulimwengu wa roho, hatuna sababu ya kuhuzunika wala kufadhaika sana. Tunasema jina la Bwana litukuzwe kwa kumpumzisha mtumishi wake. Hatuna sababu ya kufadhaika, kwa sababu tumaini letu ni kwamba siku moja tutaonana na wote waliotutangulia katika Kristo Yesu. Kanisa lijipe moyo pia. Amewacha ni kama modo nzuri katika kanisa, jinsi ambavyo kanisa tunahitaji kukaa pamoja na Mungu, kutulia pamoja na Mungu, kumpenda Mungu, kumtumikia Mungu kwa moyo, kwa kujitoa, sio kwa kutamani vitu vya juu. Maana yeye alikuwa ni mtu wa hali ya chini sana, lakini alikubaliana kwa sababu alijua Mungu aliyemuita ni nani. Kwa hiyo akamtumikia bila kujali mazingira ambayo yalikuwa yanamzunguka. Kama huko kwao huko alitukanwa, aliwindwa saa zingine hata kutaka kuuawa, lakini bado alisimama imara pamoja na Mungu. Tunapaswa kusimama imara na Mungu na kumtumikia Mungu kwa mioyo yetu yote na kwa kujitoa kama watumishi wa Mungu bila kujali mazingira ambayo tunakabiliana nayo. Hasa vijana ambao wanainukia sasa hivi, wasiingie kwenye utumishi tu kwa sababu ya hali ilivyo sasa hivi, mafanikio. Lakini hata kama hayapo mafanikio, Mzee Lazaro nakumbuka hata nyumba aliyokuwa naishi huko kwao
ni hali ya chini sana. Alafu unaambia huyu ni askofu, alafu hana gari, lakini alitumika kwa moyo bila kujali mazingira. Katika uongozi wa Askofu Lazaro, kitu kikubwa ambacho unaweza kukizungumzia ni alikuwa askofu wa namna gani? Alikuwa askofu mwaminifu na mtendaji mzuri tu. Kwanza alikuwa askofu na mchungaji, lakini pia alikuwa ni mwinjilisti. Alikuwa anaenda huku na kule kuhubiri Injili. Wakati huo akiwa askofu mkuu. Ndivyo ninavyofahamu. Baada ya kusikia tu kifo cha Askofu Lazaro, kipi kimekukumbusha jambo kuhusiana na huyu mtu? Yule mzee kwa kifupi alikuwa na msimamo mzuri, hakuyumba. Mambo ambayo niyaona manake mimi niliingia kwenye uongozi ndio nimekutana na tatizo hilo. Sasa katika kumuona kwangu nimeona mzee ambaye ana msimamo wala hayumbi. Ndio. Nimeona ni mtu ambaye ana imani ya kumwamini Mungu. Nilikutana mambo mengi ambayo mzee alikutana nayo magumu na mepesi, lakini mzee sikumsikia lolote. Yeye alisimamia tu uongozi, katiba mpaka hapo anapomaliza. Ndio mimi namsifu kwa jinsi ya msimamo wake basi. Na kitu gani ambacho hasa wachungaji vijana ambao wako sasa hivi ambacho unaweza kuwaelezea kwamba wakifuate katika nyakati hizi hapa? Ni msimamo wa yule mzee. Vijana wa siku hizi wanatakiwa kuwa na msimamo. Vijana wa siku hizi ni wengi wanayumba. Ukitokea tatizo anaanza hili anaenda kule, lakini kwa kweli mzee yule ametufundisha kuwa na msimamo usioyumbishwa na kitu chochote. Yule mzee alitokana maneno mengi magumu sana ambayo mimi nimeshuhudia sana, lakini hakuwahi kusema chochote. Alisimama tu katika maelekezo na uongozi wake kama askofu mkuu basi. Na neno gani la mwisho ambalo unaweza kuwaambia wana TAG kutokana na huu msiba mzito ambao umewapata? Tumesikitika kwa kumpoteza mzee wetu. Kwa kweli tulimpenda sana, lakini ametuachia pengo kubwa hata na ushauri, kutushauri na kutuelekeza. Hilo kweli kwa kweli tumemkosa mzee ambaye Bwana Yesu amempumzisha. Tunaamini kwamba na sisi tutaendelea kuwa na msimamo kama alivyokuwa nao. Kama askofu mkuu alituonyesha mfano mzuri, na tupasa sisi kama vijana tuige mfano wake ili Mungu aweze kutusaidia. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.